Ni Disemba 5 ya 2025 tena. Karibu kwenye kipindi chako cha stori za kitaa, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu, muda ni saa 4 hadi saa 5 kamili asubuhi. Bwana, leo kwenye kipindi chetu niko na wageni hapa, watajitambulisha kwa majina yao. Nami ni hosti wako Nahia Kamala. Kipindi hiki tunapata kuzungumzia masuala mbalimbali ya vijana na jamii kwa ujumla. Leo mada yetu ikiwa ni jinsi gani vijana wanaweza kujikwamua na changamoto ya ukosefu wa ajira. Dada unaitwa? Naitwa Faith. Naitwa Adam Ramadhani. Ya, kama ulivyowasikia kwanza na dada yetu hapa. We dada, unazungumziaje swala vijana, unaposikia kwamba vijana wana changamoto ya ukosefu wa ajira, wewe unalizungumziaje hili swala? Mimi nalizungumzia kwa upana kwamba vijana wanatakiwa kupambana ili tusisubiri tu kwamba ajira kwa sasa ni ngumu. Kwa hiyo vijana tunatakiwa kupambana kwa namna tofauti na ile ambayo tumezoea kwamba mimi nimesoma kitu fulani basi ninatakiwa nipate kazi hiyo. Ajira hakuna, kwa hiyo tunatakiwa kutumia mbinu tofauti. Mfano, kutumia vipaji tulivyo navyo. Tunaamini vijana wengi, unakuta wengine ni waimbaji, waigizaji, wengine wanaweza wakabuni kitu fulani ambacho unaweza ukafanya na ukajiingizia kipato. Tusisubiri kwamba serikali tufikirie, tunatakiwa tuanze kujifikiria sisi kwanza. Unaposema kwamba vipaji walivyo navyo, wewe unasema vipaji, si ndio? Wewe utajuaje? Mimi mfano kama mimi sijijui nina kipaji gani, nitajuaje kama nina kipaji? Kwa kawaida tunaamini kwamba mtu kile kitu ambacho anakipenda kukifanya hicho ni hiyo huwa kama kinatoka ndani, basi mimi naamini hicho ni kipaji chako, unaweza ukakifanya ukakitumia na kikakuingizia hela. Ila kama unaona kwamba uwezekano wa kujua kipaji chako ni kigumu, basi unaweza ukafanya kitu ambacho unajua kabisa hiki nikikifanya sita confuse watu wengine, sitasababisha madhara kwa watu wengine, lakini wewe ujiangalie wewe utaingizaje hela kwako. Turudi kwa Adam. Wewe Faith anatuambia kwamba vijana watumie vipaji. Wewe unakijua kipaji chako? Bila shaka mimi kipaji changu nakijua na ninaweza nikasema kwamba nina kipaji zaidi ya kimoja. Kwa hiyo nikichangia mawazo yake, ni kweli kama vijana watawekeza kwenye kuibua vipaji, japokuwa tuna changamoto sana ya hizo fursa ambazo zinaweza zikawafanya watu wakajiendeleza na hivyo vipaji. Lakini vijana naamini kila mtu anacho kipaji chake. Kila mtu anacho kipaji chake. Je, ni mambo gani sasa vijana wanatakiwa wafanye ili waweze kujipatia ajira? Kwa sababu umesema kuna vipaji, bali na vipaji kama mfano si ambao hatujui yaani mtu hajui kipaji chake, hajui kipaji chake ni nini. Wewe umesema una vipaji vingi, si ndio? Ni kweli kuna ambao hawatambui vipaji vyao, lakini tukitoka hapo si lazima kwamba wote tukawa wasanii au wanamuziki ama wachoraji, na hivyo pia tunaweza tukatumia mazingira yakawa pia ni chanzo cha kujikwamua kiuchumi. Mimi naamini kwa Tanzania tuna ardhi kubwa ambayo tunaweza tukafanya kwa kilimo. Vijana kama wao wakiorganize hata vijana 10 wakaunda kikundi cha kilimo, wanaweza wakapata ufadhili kutoka kwenye taasisi za serikali na zisizo za serikali, kwa maana taasisi binafsi. Na kitu kingine pia, serikali waga inatoa mikopo halmashauri za vijiji kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo lakini kama watakuunda vikundi labda 3, 5, 10, wanaweza kupata huo mkopo, kisha wakaenda kufanya hata kilimo cha umwagiliaji ambacho naamini akihitaji ardhi kubwa na akihitaji vitu vingi, ikawa wakapata shughuli ya kufanya ikawakwamua uchumi, maisha kila siku yakaendelea. Sasa unaposema kwamba waunde vikundi, mfano umetolea mfano vikundi vya kilimo, kuna wao vijana hapo mjini, yani mfano maisha ya mjini. Chukulie mfano hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam kwa maeneo mjini ni ngumu sana kupata eneo la kilimo, si ndio? Ni kweli. Sasa naambia nini wale ambao wako hapa mjini na hawatamani kwenda sehemu, labda hawatamani kutumia fursa ya kilimo kujipatia ajira? Ukiangalia kwa Dar es Salaam kuna fursa nyingi, ukiachana tu na kufanya shughuli ya kilimo. Huyo kilimo ilikuwa kama ni mfano, lakini pia wanaweza kaorganize kikundi cha useremala, labda wakafanya useremala, wakachonga furnitures kama hao watengeneza sofa na nini,
wakauzia watu, kwa maana hizi thamani za majumbani. Pia wanaweza wakafanya vitu tofauti tofauti, lakini kwa kupata mtaji wa mtu mmoja mmoja inaweza ikawa ni ngumu kufungua hiyo ofisi, lakini ikiwa kama kikundi cha watu na kienda kukisajili kwa msajili wa vikundi katambulika kisheria, wanapata ufadhili. Hii itasaidia kidogo kupunguza hizi mambo za kusema kwamba hakuna ajira au hatuna kazi, hatuna shughuli za kufanya. Nirudi kwako Faith. Umemsikia Adamu anakwambia waunde vikundi. Wewe unaamini kwenye vikundi? Ndio, naamini. Mfano wewe unaweza unawaambiaje watazamaji wanaweza kutazama kwamba watolee mfano vijana kwamba ukiunda kikundi fulani unapata fursa fulani? Vijana wanaweza wakaunda kikundi cha kufanya biashara. Mfano biashara, mnaweza mkaunda kikundi, kwa mfano mkajikusanya watu wenye elimu tofauti, au sawa wengine hawajasoma, unaweza ukamchukua yule mwenye idea fulani, mkakaa chini mkajadili kwamba tunaweza tukafanya biashara. Kwa mfano biashara ya chakula, mnaweza mkafanya biashara ya chakula, kwa mfano mkawa mnatengeneza juice, mnatengeneza bites, yani maandazi, chapati, cake. Mfano sawa. Unaona kwamba nikichukulia mfano kwa vijana wa kike, unajua vijana wa kike ambao wanajitumaga sana kucheza michezo. Unajua kuna michezo mbalimbali, hata wanafunzi pia waga inatokea hata mashuleni wanacheza michezo, mfano wa kutunza pesa, lakini ndio ile inatokea kutokuaminiana, mwingine anaondoka na pesa au anazila, wakati watu wanafikishana kwenye ngazi za juu. Umenielewa? Sasa unavyoambia kwamba sasa wewe unawashauri nao unawatoa hofu gani watu kwa sababu watu waamini kwenye vikundi kwa sababu ya hicho? Sasa kama umeshindwa kumwamini mwenzio unayefanya naye kazi, yani ambaye umemtafuta mkakaa chini mkajadili kwamba tufanye hiki tufanye hiki tufanye hiki, ukashindwa kumwamini yule, sidhani kama utapata mtu mwingine ambaye utamwamini. Cha kwanza natakiwa wewe umwamini mwenzio. Jiamini wewe, muamini mwenzio kwamba hiki kitu tukifanya tunaweza tukapata hela. Kwa hiyo ukimwamini, ukiweka imani kwake, kumwambia kwamba mimi nakuamini, ndio maana nimekuita kwenye hiki kikundi tufanye kazi. Hata yeye atakuwa anafanya kitu sawa, anaweza akawa na tabia fulani lakini atasita, mwenzangu ameniamini mpaka amenileta hapa tukafanya hii kazi tupate hela. Kwa hiyo na yeye atajipa imani kwamba naweza, yani hizi tabia naweza kuziacha na naweza nikamfanya mwenzangu nawe awe na imani na mimi zaidi. Sawa. Adam, unajua vijana wanailaumu sana serikali. Unajua Tanzania vijana sasa hivi vijana ni wengi sana ambao hawana ajira mtaani, si ndio? Kwa hiyo watu vijana wanailaumu serikali kwa kukosa ajira, kwa sababu kila mtu akiwa shule huwa na ndoto kwamba nikifika level fulani au nikishamaliza level fulani kielimu nipate ajira. Lawama zinabaki kwa serikali, si ndio? Wewe unawashauri nini vijana ambao wamekaa mtaani wakisubiri ajira za serikali na hawazipati na mpaka leo bado wanaendelea kuilaumu serikali? Unawashauri nini? Kwanza vijana wenyewe wanatakiwa kutambua, au vijana tunatakiwa kutambua kitu kimoja karibia au takribani zaidi au ni zaidi pia ya vijana 50,000 wanamaliza au wanahitimu masomo ya elimu ya juu kwa maana ngazi ya degree kila mwaka Tanzania. Na ukiangalia tu hiyo idadi ya 50,000 na ajira zinazotoka kwa mwaka husika, inaweza ikawa ni ajira za watu 5,000 kwa maana labda serikalini, na sekta binafsi ikafika labda 10,000. Lakini hapo tayari tuna kwenye watu 50,000, vijana 50,000 tuna 40,000 ambao hawana nini, hawana ajira, au ni wale waliomaliza wanaomaliza elimu ya juu kwa maana ya degree, lakini bado kuna vijana wengine bado ambao wamemaliza form 4 ambao walishindwa kuendelea, bado ambao darasa la 7 pia. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna namba kubwa sana ya vijana. Sasa serikali haiwezi kuajiri watu wote na watu wote hatuwezi kuajiriwa serikalini. Ni lazima tukae tujadili tupate mpango mwafaka ambao tuone ni namna gani tunaweza tukatoka. Kwa hiyo mimi ninasisitiza sana kwenye vikundi, kwa sababu changamoto imekuwa kubwa ni mitaji. Vijana wao ukiwafuata watakwambia
mnatuambia tufanye biashara, tujiajiri, lakini sisi hatuna mitaji. Lakini uzuri kwamba siku hizi kuna mikopo inatoka na inatoka mikopo kwa riba nafuu, kuna mikopo mpaka ya bajaji, mikopo ya bodaboda. Kwa hiyo wao vijana wakiorganize, wakiwa na vikundi, mimi ninaamini kwamba watapata ufadhili na watapata shughuli za kufanya, ila tu wawe na mawazo ambayo ni chanya, itawasaidia. Sawa. Tumesikia mengi kutoka kwa wageni wetu. Umeambiwa unaweza kutumia kipaji chako kujipatia ajira, unaweza kuunda vikundi kwa ajili ya kupata fursa mbalimbali kupitia vikundi utapovipata. Pia mmeshauriwa kwamba msikae kwa kutegemea serikali jamani. Pia dadangu, naomba atoe neno la mwisho. Unaambia nini wanaokutazama? Mimi nawashauri vijana kujituma, kujipambania, usibweteke. Ukibweteka hakuna mtu atakaye kupambania. Asante sana. Na msikilizaji na mtazamaji wa DSJ TV, natumaini umeyasikia mengi kutoka kwa wageni wetu. Ulikuwa nami hosti wako Nahia Kamala. Mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi ya kipindi kijacho. Usiache kutufuatilia katika channel yetu ya YouTube, kusubscribe, kushare na kulike pia. Naha Real Media, the humility is a priority. Goodbye.